Zimebaki siku chache tu kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kila mmoja husubiri kwa matumaini ya baraka tele. Hivyo, waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kukaribisha vyema mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa moyo wa unyenyekevu, kuongeza ibada na kudumisha amani. Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid ameyasema hayo huko Betrasi katika kongamano la Afrika Mashariki la kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ameeleza kuwa amani ndio ulinzi pekee katika nchi, jambo ambalo linapelekea kuishi kwa usalama na kupata maendeleo ya haraka katika nchi. Ndugu waumini na ndugu washiriki, nimefarijika sana kuwa nanyi katika kongamano hili lenye lengo la kuziamsha imani zetu kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, sambamba na kuhimizana juu ya swali zima la amani, umoja na mshikamano katika nchi yetu, ambapo tija ya yote haya ni kubaki na jamii, kubaki jamii yetu katika hali ya amani na utulivu. Nitoe wito kwetu sote kuendelea kuhimizana kwenye swali zima la umoja na mshikamano baina yetu kama alivyotuagiza Mola wetu mtukufu katika Qur'ani, Suratul Imran aya ya 103, na naomba kunukuu pale aliposema, na shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja na wala msifarikiane, mwisho wa kunukuu. Mafundisho hayo ya dini yetu yanaonyesha wazi umuhimu wa swali la umoja na mshikamano, ambapo tija yake ni amani na utulivu katika nchi yetu. Serikali yetu inathamini mchango mkubwa unaotolewa na viongozi wetu wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani, umoja na mshikamano wetu. Kadhalika, serikali itaendelea kushirikiana na viongozi na taasisi za dini katika kuimarisha maadili mema, kudumisha amani na mshikamano katika taifa letu ili kuleta maendeleo kwa wananchi wake wote. Wakati huo huo, ametoa wito kwa kusema kuwa wafanyabiashara kutopandisha bei za bidhaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kitendo kitakachopelekea wanyonge kutokumudu manunuzi ya bidhaa hizo. Kadhalika, nichukue nafasi hii na fursa hii kuwasihi ndugu zetu wafanyabiashara kuwafanyia upole na wepesi wa maisha ndugu zetu katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuacha kupandisha bei za bidhaa ili tuweze kuchuma heri za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naomba niongezee hapo kidogo. Tutakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais katika ziara zake katika misikiti aliwahi kulizungumzia hili na kuwaomba wafanyabiashara tuache utaratibu na tabia ya kupandisha bei kwa ajili ya kuwanusuru wanyonge walio wengi ili waweze kumudu mfungo, pia waweze kumudu maisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tujitahidi sana. Faida kubwa tunayoilenga kuipata ndani ya mwezi wa Ramadhani zaidi ni ya ibada kuliko ya biashara kwa kupandisha bei. Tulenge zaidi kufanya ibada, tukeshe kwenye misikiti, tufanye ibada, tusome Qur'ani. Hayo yatatupa faida kubwa kuliko kupandisha bei za bidhaa na kuwafanya wanyonge kushindwa kupata hitajio hasa la futari. Kwa hiyo naomba niliongezee hili kwa vile Mheshimiwa Rais na hili aliligusia sana kwenye misikiti alipokuwa akifanya ziara. Akitoa shukrani zake, Abubakar Muhammad Musa, mwenyekiti wa kongamano hilo, amesema wanawashukuru wadhamini kwa kujitolea katika kuhakikisha kongamano hilo linafanikiwa kwa kujitolea kwa vifaa na vitu vingine vingi hadi kufanikisha kongamano hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadhamini wetu wote waliotuunga mkono katika kongamano hili kwa njia mbalimbali ya kifedha, vifaa, hata rasilimali watu. Kwa namna ya kipekee tunamshukuru mdhamini mkuu wa kongamano hili, Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ, chini ya mkurugenzi mtendaji CPE Fahad Sudi Hamid. Kwa ukweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawashukuru sana PBZ, wamekuwa wakiwa mstari wa mbele
kila tunapowafuata katika kutuunga mkono katika kongamano hili. Lakini pia bila kumsahau GSM Foundation ambao nao wametuchangia kwa kiasi kikubwa. Tunawashukuru sana na tunawaomba wapokee pongezi zetu hizi kwa moyo mkunjufu, na tumefarajika sana na mchango wao. Aidha, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hamza Hassan Juma amesema watahakikisha ulinzi unaimarishwa ipasavyo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili watu waweze kufunga kwa usalama na amani. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya mambo ya usalama kwa upande wa Zanzibar, tunachukua maelekezo yenu kuhakikisha kwamba katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu waweze kufanya ibada zao usiku na mchana bila bughudha ya aina yoyote kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo nachukua ahadi hii, tutazungumza na uongozi wa jeshi la polisi kuhakikisha wanaongeza na kuimarisha ulinzi katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kwa upande wa serikali tumeshaanza kuchukua baadhi ya hatua za kuheshimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kupitia kamisheni ya utalii. Nadhani mmeona kwenye matangazo mbalimbali na mitandao ya kijamii kwamba tumetoa maelekezo kwa wageni wote, hasa watalii wanokuja kutembelea Zanzibar, pamoja na wageni wengine ambao sio Wazanzibari, kwa sababu Wazanzibari tunajua utamaduni wetu wa kujihifadhi, lakini wale wageni wote wanokuja bila kujali itikadi zao, dini zao na mataifa waliotoka, kuhakikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanaheshimu utamaduni wa Zanzibar kwa kuvaa vivazi ambao vimestiri miili yao ili wasituharibie saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.